hesabika kwanza, ile ndoa inahesabika ni nusu ya dini. Yani ndoa inakuwa ni nusu ya Uislamu. Mwanamume akioa na mwanamke akiolewa wakawa mume na mke, Uislamu unawahesabu watu hawa wamekwisha timiza nusu ya Uislamu. Nusu nyingine iliyobakia ni wao wenyewe wamche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Uislamu unalihesabu tendo la ndoa la kukutana kimwili la mume na mke kwamba ni ibada. Wakitenda lile tendo wanapata thawabu. Lakini jinsi wanavyojamiiana waliokuwa katika ndoa, mfumo unakuwa ni ule ule mmoja tu, na kwa wale ambao wapo ndani ya zinaa mfumo unakuwa ni mmoja tu, hakuna tofauti katika namna ya kujamiiana. Mfumo unakuwa ni mmoja tu kwa wale waliokuwa ndani ya ndoa na kwa wale waliokuwa ndani ya zinaa. Sasa kwa nini hawa waliokuwa ndani ya ndoa Uislamu umewaruhusu, na hawa waliokuwa ndani ya zinaa Uislamu umewakataza? Wanapata madhambi, na Uislamu ukasema ya kwamba zinaa ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Sasa watu wanajiuliza hapa, inakuwaje? Mbona katika mfumo wa jimai kwa makundi yote mawili namna ya kuingiliana inakuwa ni namna moja? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoliharamisha jambo likaharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, kwamba jambo fulani au tendo fulani ni haramu, basi ieleweke ya kwamba ndani yake kuna manufaa kwao viumbe, na hususan Waislamu wakitii amri hiyo. Na anapokuja kuhalalisha jambo au kitu akasema kwamba ni halali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, basi uieleweke pia ya kwamba ndani yake kuna manufaa. Manufaa hayo wao wanayajua wanadamu au hawayajui, au madhara yanayopatikana ndani yake wao wanayajua au hawayajui. Maadamu jambo hilo limehalalishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, kuna manufaa, na maadamu jambo hilo limeharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, basi kuna madhara humo, yawe ya kisayansi au sio ya kisayansi. Watukufu tuliohudhuria katika muhadhara huu, na kwa wale wanaotufuatilia kwa kupitia vyombo vya habari dunia mzima, sasa hivi tunaonekana, darsa hili ni muhimu sana, mada hii ni muhimu sana. Sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tofauti kabisa na sheria za kibinadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sheria zake zinakuwa ni tofauti kabisa na sheria za kibinadamu. Kwa mfano, katika sheria za kibinadamu unaambiwa kuna pombe halali na kuna pombe haramu. Pombe halali ni ile ambayo imetengenezwa katika viwanda, mitambo imeagizwa kutoka Ulaya au Amerika, imethibitishwa na mkemia mkuu, unaambiwa hii ni pombe iliyokuwa halali. Pombe iliyokuwa haramu ni ile kama vile gongo, unaambiwa hii ni pombe iliyokuwa haramu. Katika sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zote hizi ni pombe na zote hizi ni haramu. Ndivyo ilivyo katika kamari. Kuna kamari iliyokuwa halali, wamepewa kibali kutoka kampuni ya bahati nasibu ya taifa
wanaendesha kamari hizo, unaambiwa kwamba kamari hizi ni halali. Na kuna kamari kama vile karata tatu, unaambiwa kwamba hii ni haramu. Zote hizi katika dini ya Kiislamu ni haramu. Ndivyo ilivyokuwa katika zinaa. Leo kuna zinaa iliyokuwa halali, kuna zinaa iliyokuwa haramu, kuna zinaa iliyokuwa zembe, kuna zinaa iliyokuwa salama. Zinaa iliyokuwa halali ni wale ambao wamekata leseni, wanaendesha katika night club, hii unaambiwa ni halali. Lakini kwa wale kama vile madada poa wamesimama barabarani wanauza miili yao, unaambiwa hii ni zinaa iliyokuwa haramu. Zinaa iliyokuwa salama ni kama vile kuwa na mpenzi mmoja au kutumia kondomu, unaambiwa hii ni zinaa ambayo imekuwa ni salama. Zinaa iliyokuwa zembe ni kama vile kuwa na wapenzi wengi na bila kutumia kondomu. Katika Uislamu zote hizi ni zina na zote hizi ni haramu, na Qur'ani ikatoa maelezo katika sura ya 17 Bani Israila aya 32, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Sadaqallahu alazim. Na wala msikaribia hiyo zina, hakika hiyo zina ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Maneno haya yalisemwa karne ya 7, kipindi ambacho wazungu wanakiita centuries of darkness, ni karne ya giza la kiilmu. Kipindi hiki ilikuwa television haijavumbuliwa, radio haijavumbuliwa, simu haijavumbuliwa, hakuna x-ray, hakuna ultrasound, hakuna kadha, hakuna kadha, vilikuwa vitu vyote havijavumbuliwa. Darubini ya kuona mbali wala karibu ilikuwa bado haijavumbuliwa. Darubini ya kwanza yavumbuliwa katika nchi ya Ufaransa na yule fundi mtengeneza miwani. Qur'ani ilikuwa tayari ina umri wa miaka 1000 na kitu. Qur'ani iliipita darubini ya kwanza kwa miaka 1000 na kitu, ndio wanakuja kuvumbua darubini ya kwanza katika dunia. Na vitu vyote hivi hawawezi wakasema hawa wana sayansi mpaka kiwepo chombo kinachoitwa darubini. Kipindi hiki Qur'ani ikaja ikasema msikaribie zina, karne ya 7. Hakika zina ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Inabidi lazima tuwapate watu wa modern scientists, tuwapate watu wa maabara, wana kemia wanatakiwa hapa lazima wapatikane. Maabara hapa lazima iwepo, darubini hapa lazima iwepo. Yani kuna aya katika Qur'ani zinakulazimisheni ya kwamba ni lazima mtumie kitu fulani, ndipo mtakapoweza kujua yale yanayosemwa na Qur'ani, yale yanayosemwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yale yanayosemwa na Uislamu. Ni lazima ile ndoa ichukuliwe itiwe katika darubini, na ni lazima ile zinaa ichukuliwe itiwe katika darubini. Alafu waitwe watu wa modern scientists watuambie katika tafiti zao katika maabara wameona nini ndani ya vitu hivyo, pamoja na kwamba vinafanana katika namna ya matumizi, ili tupate kujua hikma ya Uislamu. Kwa nini Uislamu umeharamisha zina? Kwa nini Uislamu umehalalisha ndoa? Hapa darubini ni lazima ipatikane. Tunataka tujue Qur'ani inaposema ya kwamba zina ni uchafu, ule uchafu unapatikana vipi?
na ukoje na unakaa wapi ule uchafu ndani ya ile zinaa. Na tunataka tujue tunapoambiwa ya kwamba ndoa ni nusu ya dini, kwa vipi? Hapa ni lazima darubini itumike. Hapa ndipo tutakapokuja kuona pia ya kwamba wanasayansi wanaifuata Qur'ani bila ya wao wenyewe kujijua, na watakuja kujiona ya kwamba Qur'ani ilikuwa ipo mbele yao, ili watangulia mbele yao. Qur'ani haiendi na wakati. Qur'ani inakuwa iko mbele ya wakati. Qur'ani haiendi na wakati. Uislamu hauendi na wakati. Uislamu, Qur'ani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehemu hizi tatu zinakuwa ziko mbele ya wakati, mbele ya muda, mbele ya zama, mbele ya watu na mbele ya kila mahali. Ule wakati utakapofika kwa yale ambayo yaliyosemwa katika wakati uliopita, utakapofika sasa wakati wa ile Qur'ani kwamba ilikuwa tayari iko mbele, wao ndio wakaufikia muda huo, na muda huo inakuwa tayari Qur'ani hapo imekwisha ondoka, imekwenda tena mbele, tena iko mbele tena. Watajikuta ya kwamba wao walikosea katika yale walioyasema, watayaacha yao na kuyafuata yale yaliyosemwa na Qur'ani. Qur'ani ndivyo ilivyo. Kitabu hiki hakifikwi na batili mbele yake wala nyuma yake. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kitabu hiki hakifikwi na batili mbele yake wala nyuma yake, kimeteremshwa na mwenye hikma na mwenye kuhimidiwa. Ndivyo Qur'ani ilivyo. Watukufu tuliohudhuria katika muhadhara huu, hapa ndipo watakapojikuta wao kwamba wanakubali ya kwamba Qur'ani ni mwongozo kwa watu wote, ni mwongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Pia kitabu hiki, sheria zake, Uislamu jinsi ulivyo, sheria zake zinakuwa na manufaa hata kwa wale wasiokuwa Waislamu, hata kwa wale wasioukubali Uislamu, hata kwa wale wasiomuamini mtume, hata kwa wale wasioiamini Qur'ani. Qur'ani, sheria zake, mafundisho yake yanakuwa na manufaa pia kwao. Tatoa mfano mdogo tu. Kuanzia mwaka 1940 mpaka 1960, mataifa ya Ulaya, Amerika, Asia, Afrika walisema ya kwamba maziwa ya kopo ndiyo bora kwa mtoto kuliko maziwa ya mama yake. Qur'ani ilipoteremka karne ya 7 katika sura ya 2 Al-Baqara aya ya 233, Qur'ani ilisema walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha. Na wazazi wanawake waliozaa, angalia Uislamu hapa, wameingizwa wanawake wote, wawe ni Waislamu au sio Waislamu, wanaingia hapa. Sharti ni kubeba ujauzito na ukazaa, waingia hapa. Uwe Muislamu au sio Muislamu, unaingia hapa. Wawanyonyeshe watoto wao maziwa yao kwa muda wa miaka 2 iliyokuwa kamili, kwa mwenye kutaka kutimiza malezi yaliyokuwa bora. Wao wakasema ya kwamba hapana, maziwa ya kopo ndiyo bora kwa mtoto kuliko maziwa ya mama yake. Mwaka 1970 katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa wakati huo akaitisha mkutano wa kidunia. Wakakutana katika Umoja wa Mataifa, serikali zote na mataifa yote yakaitwa. Walipoketi katika viti vyao, akasimama
akawaambia mpango mpya wa mtizamo wa dunia. Maziwa ya mama ndiyo bora kwa mtoto kuliko maziwa mengine yoyote, na muda unaotakiwa yule mtoto anyonyeshe maziwa ya mama yake miaka 2 kamili. Qur'ani ilikuwa ndio kitabu cha kwanza katika dunia kulisema jambo hilo. Wao wamekuja kusema mwaka 1970. Sasa kitabu hiki, sheria zake na mafundisho yake ndivyo yalivyo, yana manufaa kwa watu wote, hata kama hawakuiamini ile Qur'ani, lakini ile Qur'ani kwao ina manufaa pia kwao, mafundisho yake. Na hapa ndipo watakapokuja kuona kwamba kitabu hiki kiko mbele ya wakati, mbele ya muda, mbele ya zama, mbele ya watu na mbele ya kila mahali. Watukufu wa Islam, tuichukue zinaa na ndoa tuwape watu wa modern scientists waingie nayo maabara, wakaiingize kwenye madarubini yao, alafu tuwasubirie watuambie wameona nini. Wakati tunawasubiria wao, hatuna budi sisi, ni lazima kwanza tujue mambo manne. Tukishayajua hayo mambo manne na tukipata yale majibu ya kutoka maabara, tukiyachanganya, hapa ndipo tutakapokuja kuona kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani ni tanzilun, na imejieleza wapi ilikotoka. Qur'ani imejieleza ya kwamba ni tanzilun, ni uteremsho uliotoka kwa mwenye hikma na mwenye kuhimidiwa. Qur'ani imejieleza waziwazi wapi ilikotoka, na ikasema ya kwamba kitabu hiki hakifikwi na batili mbele yake wala nyuma yake, kimeteremshwa na mwenye hikma na mwenye kuhimidiwa. Tukishayapata haya mambo manne tutakayoyaeleza na yale yatakayotoka maabara, tuyaunganishe pamoja, tutakuja kuona ya kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hili moja tu la mtosha mtu mwenye kuitumia vyema akili yake, akaukubali Uislamu kama yeye si Muislamu, ya kwamba Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiki ni kitabu cha haki cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayari tumewakabidhi, wamekwisha ingia maabara watu wa modern scientists. Sisi sasa tunataka tujue mambo manne. Jambo la kwanza, uchafu ni nini? Jambo la pili, maji ya uzazi ya mwanamume yanatoka wapi na yanakwenda wapi na yanakwenda kufanya kazi gani? Jambo la tatu, maji ya uzazi ya mwanamke yanatoka wapi na yanakwenda wapi na yanakwenda kufanya nini? Jambo la nne, ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume, ndani yake kuna nini? Nini neno uchafu, maana yake nini? Kwa maana ya jumla, neno uchafu ni kukichukua kitu kwenda kukiweka mahali ambapo hapastahiki kitu hicho kuwekwa. Kwa mfano, mtu ana viatu vyake vyenye thamani ya shilingi 1,000,000, akavivua viatu vyake, amevaa viatu vyake vyenye thamani ya shilingi 1,000,000, akaingia katika zizi la ng'ombe, akakanyaga vinyesi, alafu akavivua, akaenda katika kitanda ambacho ni cha ukambaa, kile ambacho sasa hivi tunatumia kwa kuoshea maiti. Ndivyo vilivyotulea, lakini godoro lake ni safeti, imeshindiwa sufi. Kitanda pamoja na godoro hata shilingi 100,000 havifiki. Alafu akachukua viatu vyake akaviweka juu ya kile kitanda. Viatu vina thamani ya shilingi 1,000,000. Akija mtu aliyekuwa mstaarabu, pamoja na kwamba anajua thamani ya kile kitanda, bei yake na godoro lake na thamani ya vile viatu, atasema nani aliyechukua uchafu wake na kuweka juu ya kitanda? Kwa nini anasema uchafu? Kwani hajui kwamba viatu hivi thamani yake ni kubwa kuliko kitanda? Anajua
Kwa nini amesema hivi? Ni kwa sababu mtu huyu amechukua kitu kwenda kukiweka mahali ambapo hapastahiki kuwekwa kitu hicho. Qur'ani, Uislamu uliposema zinaa ni uchafu, ni kwa sababu yule mwanamume amekwenda kumwaga maji yake ya uzazi kwa mwanamke ambaye hastahiki yeye kumwaga maji yake ya uzazi kwa yule mwanamke, na yule mwanamke ameyapokea maji ya uzazi ya mwanamume ambaye yeye hastahiki kuyapokea maji yale ya uzazi aliyomwagiwa. Kitendo hiki Qur'ani ndio imekiita ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Hata kama ile zina itapambwa kwa gharama kubwa namna gani. Kinondoni tunajulikana, tukakutane London, tukakutane Johannesburg, tukakutane Dubai, bado pamoja na gharama za usafiri wa ndege na mahoteli na kuachia watoto pesa nyumbani, bado ni uchafu tu na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Hii ndiyo maana ya jumla ya neno uchafu. Maji ya uzazi ya mwanamume yanatoka wapi, yanakwenda wapi, na yanakwenda kufanya nini? Na maji ya uzazi ya mwanamke yanatoka wapi na yanakwenda wapi na yanakwenda kufanya nini? Ni Qur'ani peke yake ndiyo kitabu kilichoweza kueleza jambo hili. Hata hawa madaktari hawajaweza bado kueleza jambo hili. Ni Qur'ani peke yake ndiyo iliyoweza. Katika sura ya 23 Al-Mu'minuna aya ya 12 mpaka 14, Qur'ani kasema thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kisha tukamfanya mwanadamu kuwa ni nutfa. Nutfa ni yai la kike lililokomaa, lililorutubishwa na mbegu za uzazi za mwanamume, spermatozoa. Ndio kinapatikana kitu kinachoitwa nutfa. Kisayansi, kibiolojia, kidaktari